wewe ambaye sasa unafanya maamuzi ya kumwacha mumeo, unakwenda kuomba talaka, unaondoka nyumbani kwako. Je, hayo maamuzi sio ya kijinga? Je, hayo maamuzi sio ya kinyama? Je, hufanyi maamuzi ya kinyama hayo? Je, hufanyi maamuzi ya kijinga hayo? Sasa si kwamba sijui kwamba umeumizwa, hapana, ila natamani tutembee pamoja katika kipindi kifupi cha dakika 5-10 hivi, ili tuweze kutafakari pamoja na nikutafakarishe, ili uweze kuyaangalia na kuyapima maamuzi unayoyafanya. Na nitakuletea jambo hili kwanza kwa mifano. Nitakuelezea mfano wa mwanamke A na mwanamke B. Kwa hiyo mwanamke A, huyu ni mwanamke ambaye amekaa kwenye ndoa yake baada ya kufunga ndoa na mume wake. Kikaja kile kipindi cha pili, kipindi cha kufahamiana uhalisia, kipindi cha fantasies kufa. Kwa hiyo sasa kile kipindi kigumu huyu mwanamke A anapopitia, amefika mahali sasa akafanya maamuzi kwamba huyu mwanaume ameshaumiza moyo wangu, amenivunja moyo, amenikatisha tamaa. Akafika mahali rohoni kuna uchungu. Sisi sote tunajua, watu wote waliokaa kwenye ndoa wanajua kupitia vipindi vya uchungu. Wale unawaona leo wana furaha, wanasherehekea miaka 25 ya ndoa, miaka 50 ya ndoa, miaka 75 ya ndoa, kuna kipindi walipitia kwenye uchungu. Kwa hiyo huyu mwanamke A anapoona sana roho yake ina uchungu, ina maumivu, moyo umejeruhiwa, anaamua mimi ninaondoka kwenye hii ndoa. Na akaondoka, akaenda mahakamani, akaomba talaka, akawa ametoka kwa mume wake. Wakati huo ni binti tu, maana wameshakaa miaka 5-6 tu kwenye ndoa. Kati ya miaka 3 mpaka 5 hapo, 6, wengi wanafikia hapo ndoa wanapovunja ndoa, kwa sababu uhalisia huwa unatokezea hapo. Kwa hiyo alipokuwa huyu mwanamke A kwenye hicho kipindi kaishavunja ndoa yake, wakati huo sasa alishafunga ndoa na miaka 25, yani wakati huo ana miaka 30 tu. Wanasema ni peace kali. Watoto wa siku hizi wananiambia mama yule ni peace kali, ni wa moto. Naona kila mtu anamtaka. Kwa hiyo wakati huo tayari ana mwanaume mwingine anamtaka, basi anatoka na mume wa mtu. Kesho anatoka na kijana, vijana wengi bado hawajaoa, miaka 30, 35, wakati mwingine hadi 40, vijana wengi bado hawajaoa. Basi anajiona anafurahia maisha yake. Anaona kwa yule mwanaume nilikuwa nateseka. Mwanamke A baada ya kuendelea katika maisha yale ya kujiona anafurahia maisha yake, wakati huo ana mtoto, alishaondoka na watoto wake wawili, mmoja wa kike mmoja wa kiume. Watoto wanaendelea kukua, baba yao anapambana hivyo hivyo kuwalipia ada, wakati yeye huko anavyohangaika huku na kule anatafuta chakula, watoto wanaendelea kukua. Amekuja mwanamke A sasa kafikisha umri wa miaka 45, anaelekea 50. Miaka 45 anaelekea 50, mtoto wake aliyemzaa akiwa na miaka 29, sasa ndio ana miaka 20. Ndio binti sasa, yule binti ndio wa moto. Yeye miaka 45 anaenda 50, sasa amepoa. Moto umeisha. Yule binti ndio wa moto sasa, ndio peace kali. Sasa miaka 45 anaelekea 50, wale wanaume ambao alikuwa anatoka nao, waliokuwa bado hawajaoa kipindi kile na miaka 30 anapoachana na mume wake, 35 anaachana na mume wake, wameoa. Waliobaki ambao hawajaoa ni watoto wadogo wenye umri wa miaka 25, 30, wanaolingana na mtoto wake wa kiume aliyemzaa yeye akiwa na miaka 25, aliyetoka naye kwa mume wake. Kwa sababu alikuwa na mtoto miaka 25 kashazaa na mumewe, sasa hivi anaenda miaka 45, 50, yule mtoto ndio ana miaka 25. Na yule wa kike aliyemzaa naye ana miaka 20. Sasa kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba huyu mwanamke A sasa katika udangaji, katika maisha ya kutafuta hapa na pale mradi awe na mahusiano aendelee kufurahia maisha yake. Maana aliondoka kwa mume wake akitafuta kufurahia maisha yake kwa sababu mume wake anamwona amfurahishi. Kwa hiyo katika kuendelea kutafuta kufurahia maisha yake, sasa anaanza kudanga pamoja na watoto wake. Anadanga pamoja na watoto wake. Yaani kwamba anapokuwa sasa anaendelea kuwa na wanaume ili afurahie maisha yake, wanaume anawapata sasa ni wa miaka 25 wakati yeye ana miaka 45 hadi 50.
Manake ni hawa wanaume ambao wanalingana na mtoto wake wa kuzaa. Kwa hiyo anadanga pamoja na watoto wake. Sisi watu wenye imani tunasema kwamba mtoto wa mwenzio ni wako. Nikipita barabarani nikimuona mtu umri wa mtoto wangu, naye namuona ni mtoto wangu. Naye ni mtoto wako. Mtoto wa mwenzio ni wako. Kwa sasa anadanga pamoja na watoto wake, wana miaka 25 ndio anadanga nao. Wengine wanamwambia kabisa wanataka kumuoa watoto wake. Kwa sababu yeye tayari ana maisha, wao wanataka sasa hivi. Bahati mbaya watoto wa kiume wamefikia mahali nao wanapenda kulelewa. Bahati mbaya sana, na Mungu aturehemu, tukazane sana kumwombea Mungu. Lakini wakati yeye anadanga hivyo sasa na kijana wa miaka 25, kumbuka ana binti wa miaka 20 ndani ya nyumba. Kijana huyu wa miaka 25, wengi wanaoendelea na maisha hayo ya kutaka kudanga na wanawake wazee kama mama zao, ni vijana wasiojielewa, nao hata kazi ya maana hawana. Anataka tu kuendesha gari la huyu mwanamke. Kwa hiyo matokeo yake anabaki nyumbani na binti ya huyu mwanamke A. Matokeo yake huyu kijana ambaye sasa ndiye anayedanga na mwanamke A, anadanga pia na mtoto wa mwanamke A, naye anatembea naye, analala naye ndani ya nyumba mle ndani. Analala na mamake akiondoka kishampeleka huko na gari, kamwachia kijana gari, anarudi nalo nyumbani anakuja kulala na mtoto wake. Wako wengi wamenifuata kunizungumza ya aina hiyo. Sasa nilisema leo kichwa tunachotembea nacho kiko kwa mtindo wa maswali. Sasa hapa nitakuuliza swali. Kijana wa miaka 25 anayelala na mwanamke A mwenye miaka 45, mwenye miaka 50, akimaliza kulala na mama yake usiku, mchana analala na binti wa mwanamke A. Naye analala naye tena ndani ya nyumba ya mwanamke A. Mwanamke A ameleta ndani ya nyumba uasherati kwa ajili ya mtoto wake. Sasa ndio somo la leo limekuja na maswali hayo sasa. Huu sio unyama? Sio ng'ombe hao ambaye anaweza kulala na mama baadaye analala na mtoto? Sio unyama huo? Kijana ambaye anaweza kulala na mama analala na mtoto, sio unyama huu? Ndio hapo nikaja nikikuuliza hili swali, mwanamke mwenzangu. Ulipoamua kuondoka kwenye ndoa yako, unapofanya maamuzi yako ya kuondoka kwenye ndoa yako, je, hayo maamuzi sio ya kinyama? Hayo maamuzi sio ya kijinga? Sasa utaniambia, yamkini utakuwa hapo umekaa unanijibu kwamba kwa kweli hapo mnyama ni yule mwanaume. Ameshalala na mamake, kwa nini anaamua kulala na mtoto? Lakini mimi naomba nikuambie kabla hujanyoosha kidole. Watu wengi sana tumekuwa wepesi kunyoosha vidole, na mara nyingi matatizo hayaondoki kwenye maisha yetu. Naingia kwenye ndoa na mwanaume wa kwanza, namuona na matatizo naondoka. Naenda kwa mwanaume wa pili, namuona na matatizo anaondoka. Naenda kwa watatu, namuona na matatizo naondoka. Sijui kumbe tatizo liko ndani yangu, ninatembea nalo, ndio maana kila ninapoenda nalikuta lipo ndani yangu. Mara nyingi tunanyoosha kidole kwenda kwa yule, badala ya kutazama kwamba viko 4 na cha 5.5 vyote vinakuja kwangu. Jichunguze kwanza wewe. Wewe mwenyewe ulipoamua kuondoka kwa yule mwanamke, yani ukiwa wewe kama ni mwanamke A, nikikuuliza hili swali, ulipoamua kuondoka kwa mume wako, hukufanya maamuzi ya kijinga, hukufanya maamuzi ya kinyama? Kabla hujaje kuangalia huyu kijana anafanya maamuzi ya kinyama, angalia maamuzi yako. Hebu nikutafakarishe kidogo kwa neno la Mungu. Angalia Zaburi ya 73 ule mstari wa 21-22. Zaburi ya 73 mstari 21-22. Ukisoma ile Zaburi tunamwona pale Daudi anasema, nilipokuwa na uchungu moyoni mwangu, nilipokuwa nimejeruhiwa ndani yangu, nilikuwa mjinga, nilikuwa mpumbavu, nilikuwa mnyama katika kuwaza kwangu na kuamua kwangu. Mjinga, mpumbavu, mnyama katika kuwaza kwangu na kuamua kwangu. Kwa hiyo wewe unapofanya maamuzi ya kuondoka kwa mume wako ukiwa una uchungu, ukiwa moyo wako umejeruhiwa, uwe na uhakika maamuzi unayofanya, unafanya maamuzi ya kijinga, unafanya maamuzi ya kinyama. Mtu aliyejeruhiwa moyo, mtu mwenye uchungu moyoni, hana uwezo wala uwezekano wa kufanya maamuzi ya kibinadamu. Hana uwezo wala uwezekano wa kufanya maamuzi ya kibinadamu. Neno la Mungu pia katika Zaburi ya 109 ule mstari wa 22 linasema, mimi ni mnyonge na mhitaji, moyo wangu umejeruhiwa ndani yangu,
ninapita kama kivuli kinachotoweka. Kwa hiyo moyo wako kisha jeruhiwa, unakuwa mnyonge, unakuwa mhitaji, unakuwa ni mtu anayetazama namna ya kufa, kupotea, kutoweka. Utazami tena kwa namna ambayo ni akili ya kibinadamu iliyotulia yenye kufanya maamuzi yenye maana. Kwa hiyo ninakuletea somo gani, mwanamke mwenzangu? Kwamba pale ambapo umejeruhiwa, pale ambapo umeumizwa, pale ambapo una uchungu, sio mahali pa kufanya maamuzi, wala sio sababu ya wewe kuondoka kwa mume wako. Sio wakati wa kufanya maamuzi. Ukifanya maamuzi utafanya maamuzi ya kinyama, utafanya maamuzi ya kinyama kuliko unavyofikiri. Na siku moja utakuja kukumbuka maneno yangu kwamba unyama ulioufanya sasa unauona ndani ya maisha yako. Mwanamke A, unyama aliofanya sasa aliuona ndani ya maisha yake, anapokuwa sasa anadanga pamoja na watoto wake. Anapokuwa sasa anapodanga pamoja na watoto wake, unyama umeingia kwenye maisha yake, kwa sababu anakuwa na kijana mwenye umri wa mtoto wake ambaye anamtamani Piskali, ambaye ni binti yake, yuko ndani ya nyumba yake. Yaani mwanamke yeye mwenyewe ndio anayempelekea simba kula mtoto wake. Sasa unyama wa ajabu kabisa, na kuharibu binti yake mwenyewe ndani ya nyumba yake mwenyewe. Lakini sasa nikupe mfano wa mwanamke B. Mwanamke B sasa yeye amepita katika kipindi cha phase 2 of the marriage, kipindi cha pili cha ndoa. Ameshatoka kwenye kile kipindi cha honeymoon, fantasies, mambo mengi ya kuwaza, paradiso, naingia kwenye paradiso ya ndoa. Kawaza hayo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, moto umeingia, sasa uhalisia unakuja. Anajua tabia halisi za huyu mwanaume. Tabia halisi za kwake zinajitokeza, vita ndani ya ndoa, maumivu, uchungu. Sasa mwanamke B kwa neema ya Mungu amepata uelewa wa kujua kwamba kipindi ninachopitia cha uchungu nisifanye maamuzi ya kuondoka. Hebu nitulie, nione nitafanya nini. Anasoma vitabu kujua walioshinda walishindaje, anawafuata walimu, counselors, anawafuata marafiki wanaotamani kuona ndoa zinaboreka, wanaomba pamoja naye, akilia wanalia pamoja naye, wanatafuta mbinu mbadala za kumfanya mmewe abadilike, ajirekebishe. Hapa anaweza kujirekebisha, pale anashindwa kujirekebisha, vingine mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu vinaendelea. Pambana hivyo hivyo, anaendelea, inuka, lala, anaendelea. Imefika sasa na yeye ana umri, mwanamke B, miaka 45. Anapofika miaka 45, binti yake na yeye ana miaka 18, 20. Sasa mume mwenye akili aliyepata neema ya kutunza watoto wake na kuwaona wakikua, wanapofikia miaka 20 anamuona sasa binti yake akiwa mrembo. Hakuna mtu katika wanaume amna wanaonaga wanawake wazuri. Wa kwanza anayemuona mzuri kabisa ni binti yake mwenyewe. Anampenda, anamtazama kama kito cha thamani, kama malkia mikononi mwake. Kwa hiyo anaongea na binti yake, anamwambia, binti yangu, epuka sana wanaume watakuumiza. Usikubali kuchezewa. Anamfundisha binti yake kwa sababu anampenda, anamuona kama malkia. Mwanaume kwa kawaida anapenda sana binti yake. Sasa anapomfundisha binti yake, maana yake nini? Anatafakarishwa wakati huo yeye mwenyewe anamfanyia nini mke wake, amemfanyia nini mke wake. Kwa hiyo tayari inamfundisha kuona ni jinsi gani na mimi namkosea binti wa mwanaume mwingine, kwa sababu sasa anamuona binti yake na anajua watu watampenda na anajua watamuumiza kama yeye alivyoumiza mke wake. Kwa hiyo inamuingia ndani, anaanza kujifunza kubadilika. Lakini pia ule moto aliokuwa nao, moto unaozidi upupu wa miaka ile aliyokuwa nayo 25, 30, 35, nao umeanza kupoa, na miaka 45 sasa inaenda 50, umeanza kupoa. Akili zilizokuwa zinaelekea mkiani zimepata kurudi kwenye kichwa. Kwa hiyo akili yake inatulia, anaangalia future. Hivi tunaacha nini kwa ajili ya watoto? Kwa hiyo wakati huo sasa ni wakati wa kuombwa msamaha, ni wakati wa kufarijiwa. Hakika kwa wanawake wengi waliopita kwa ushindi kipindi cha pili cha ndoa, wakifika cha 3 na cha 4, ni wakati wa kufarijiwa. Ni wakati ambao huwa anamuona Bwana waliyemlilia muda ule wote. Kwa hiyo mwanamume anakaa na mke wake, anamuomba msamaha, naomba nisamee. Kipindi kile nilikuwa nafanya hadi mimi mwenyewe najishangaa. Anamwambia mke wake, hebu tuangalie, hivi tumejenga wapi? Hebu sasa hivi fanya hiki, fanya hiki. Yaani namna fulani hivi mwanamke anafarijiwa, anatengenezwa. Mwanamke B sasa anapita kwenye maisha yenye ushindi. Maamuzi yenye akili aliyofanya akiwa na miaka 25 hadi 30, anayaonja akiwa na miaka 45 mpaka 75. Anajua kusherehekea miaka 25 ya ndoa na mume wake. Anajua kusimama na mume wake, wakikabidhi binti yao kwa mume, wakikabidhi vijana wao
kwa wake. Anapoenda kusherehekea miaka 75 ya ndoa pamoja na mume wake, anapoenda kusherehekea miaka 50 ya ndoa pamoja na mume wake, anaona ushindi kwamba kweli Mungu yupo. Nilipovumilia wakati ule, kweli mchumia juani hulia kivulini. Anauona utu sasa ndani ya maisha yake. Ni heri ukalima leo uje kula. Ni heri ukachumia juani leo uje kula kivulini. Naomba nikutie moyo mwanamke mwenzangu, maamuzi unayofanya usifanye ya kinyama, usifanye ya kijinga. Usifanye ukiwa ni mnyonge aliyejeruhiwa moyo, sasa ndio unafanya maamuzi katika unyonge, katika hali ya kutoweka kama kivuli kinachokwenda na upepo, kinachokwenda na jua. Mungu akubariki sana na kwaheri.